hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na haya ni yale ya uhalisia moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa kivita moja kwa moja. Na taarifa kwanza ambayo niko nayo ni juu ya meya wa Moscow. Anasema zaidi ya drone 6 za Ukraine zililenga mji mkuu wa Russia mwezi Julai. Zaidi ya ndege zisizo na rubani 6,000 yani drone za Ukraine zililenga mji mkuu wa Russia Moscow mwezi Julai mwaka huu, na hayo yameelezwa na meya wa Moscow Sergei Sobyanin. Na meya Sergei Sobyanin amesema kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii la Russia la Max kwamba mashambulio ya anga dhidi ya mji huo mkuu yameongezeka sana katika miezi ya hivi karibuni. Sobyanin amesema kuwa kwenye kipindi cha kuanzia asubuhi ya Julai mosi hadi saa 6 usiku tarehe 31 mwezi huo, ndege 6225 zisizo na rubani za Ukraine ziliruka kuelekea mji mkuu wa Russia Moscow. Kwa mujibu wa matukio yaliyoripotiwa hadharani, takwimu hiyo inaashiria ongezeko kubwa ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, ambapo idadi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zilizolenga mji mkuu wa Russia kwa ujumla ilikuwa katika makumi au kupindukia hadi mamia ya droni. Na mifumo ya ulinzi wa anga ya Russia iliharibu ndege zisizo na rubani 780 zilizokuwa zikiruka juu ya Moscow mwezi Julai mwaka huu. Hivi karibuni Ukraine imezidisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Moscow na maeneo mengine ya ndani kabisa ya Russia. Na Russia kwa upande wake mara kwa mara imekuwa ikiripoti kuzizuia drone hizo kufikia kwenye mji wake mkuu, ambapo mashambulizi hayo yamekuwa yakivuruga safari za ndege katika viwanja mbalimbali mjini Moscow. Sasa hayo pia yakiendelea, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa nchi yake imeishiwa kwa kiasi kikubwa na makombora ya kuzuia mashambulizi yanayotumiwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Zelensky amesema Urusi ilirusha makombora 35 yakiwemo 27 ya masafa marefu pamoja na droni 185, na ameongeza kuwa wameweza tu kudungua kombora moja la masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, watu wasiopungua 9 waliuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa mjini Kyiv pekee kutokana na mashambulizi hayo. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky amesema vikosi vya zimamoto na uokoaji bado vinaendelea kushughulikia moto uliozuka kwenye maeneo mbalimbali ya mji huo mkuu na maeneo yanayozunguka, na ameongeza kuwa mashambulizi hayo yaliharibu majengo 18 ya makazi, shule moja, ubalozi wa Lithuania na miundombinu mbalimbali. Mji wa Kyiv anasema ndio uliokuwa lengo kuu la mashambulizi hayo, lakini maeneo ya Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv na Poltava pia yaliweza kushambuliwa. Lakini kwenye hili swala zima la Zelensky kulalamika ukosefu wa silaha, ni moja jambo ambalo ashalalamika kwa muda mrefu sana, kuishiwa silaha, ukosefu wa silaha, lakini magharibi wamekuwa hawaletilii maanani moja kwa moja. Kumbuka mamlaka ya Ukraine ulalamika mara kwa mara kuhusu uhaba wa risasi za mifumo ya ulinzi wa anga na kuomba nchi za magharibi kuongeza usafirishaji wa silaha hizo. Na hapo awali wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti kwamba kituo cha Kyiv kinachozalisha vifaa vya kijeshi kwa ajili ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine kilishambuliwa, na namna ambavyo kimeshambuliwa kimepelekea basi moja kwa moja silaha kuweza kuisha. Na tukisalia hapo hapo kwa upande wa taifa la Ukraine, inaelezwa kwamba Volodymyr Zelensky amelalamikia hali ngumu kwa wanajeshi wa Ukraine kwenye mstari wa mbele. Siku ya Jumaa alifanya mkutano uliohudhuriwa na kamanda mkuu mpya wa jeshi la Ukraine Mikhail Dabrapat, na akasema hali kwenye mstari wa mbele ni ngumu, na akasema tutatafuta fursa za kupanua programu zote zinazounga mkono vitengo vya Ukraine. Zelensky aliandika kwenye channel yake Telegram. Idadi ya viongozi wengine wa kijeshi na kisiasa pia walishiriki kwenye mkutano huo, na Zelensky alijadiliana nao changamoto za vifaa Ukraine inakabiliana nayo kutokana na kusitishwa kwa matumizi mbalimbali ya vifaa, meli za bandarini za nchi hiyo. Kulingana na Zelensky, hali kwenye maeneo ya Konstantinovka na Slavyansk na pia kwenye mkoa wa Zaporizhzhia inatia wasiwasi sana kwa upande wa taifa lao. Lakini hayo pia yakiendelea kushika hatamu kwa upande wa rais wa taifa la Marekani, namzungumzia Donald Trump, ambaye ni moja ya wafadhili wakubwa wa silaha wa taifa la Ukraine kupitia biashara. Wanasema kwamba Marekani inapaswa kuwa mwangalifu sana kuhusu kutoa leseni kwa nchi zingine kutengeneza silaha zake. Kauli ya Rais Donald Trump akitoa maoni kuhusu uwezekano wa kuipa Ukraine ruhusa ya kutengeneza mifumo ya makombora ya kupambana na ndege ya Patriot. Anasema silaha hizi ni za ajabu, tunapaswa kuwa waangalifu sana kuhusu kumruhusu mtu kuzijenga. Katika kesi ya Rais Volodymyr Zelensky angependa kuwa na Patriot, angependa kuwa na Tomahawks ambazo kama unavyojua zinaua, moja ya kushambulia, moja ya kujilinda. Lakini unapompa mtu silaha sahihi na ngumu sana, ni hatua kubwa, lazima uwe mwangalifu. Trump alisema kwamba Washington haikukubali kuipa Kyiv teknolojia ya mfumo wa Patriot au makombora ya meli ya Tomahawk
na akahoji uwezekano huo. Kwa hiyo hii inatoa taswira ya kwamba kwa namna moja namna nyingine bado Donald Trump ana wasiwasi na Ukraine kwamba tumekupa silaha nyingi tujaona matokeo. Je, tukikupa teknolojia zituangukia mikononi mwa maadui zetu? Kwa sababu kumbuka zipo silaha mbalimbali ambazo taifa la Urusi wanazinasa, na wanapozinasa wanakwenda kutengeneza au kuzalisha silaha nyingine ambazo ni hatari zaidi. Wakenya wanasema deadly zaidi. Lengo ni kumzuia Marekani ambaye ni adui yao mkubwa. Sasa pia Marekani haijihusishi na mzozo mkubwa na EU kuhusu Ukraine, lakini inabaki kuwa mchezaji muhimu na inasubiri hali sahihi kuingilia kati kwa njia ambayo inajinufaisha. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu utawala Kiev, Rodin Miroshnik, anasema wakati wa Marekani wanapovurugwa inamaanisha wanatambua kwamba katika kesi hii hawakuweza kuishinikiza Ukraine. Kwa mfano, kukubali makubaliano bora yaliyofikiwa Achurag. Haya ndio makubaliano ambayo Marekani wenyewe walipendekeza. Kwa maneno mengine, walidhani wangeweza kutekeleza mradi huu na kulazimisha au kushawishi Ukraine kukubali na kutekeleza masharti haya. Ilibainika kuwa hawakuweza. Pia ikawa wazi kwamba washirika wao wa Ulaya hawakuwa tayari kukubali masharti haya. Mwanadiplomasia huyo alibainisha. Alielezea kwamba viongozi wa Ulaya wanahitaji mzozo uendelee kwa sababu bado hawajamaliza kujenga jengo lao la kijeshi na viwanda, ndio maana wanapinga ushawishi wa Marekani upande wa Ukraine. Wamarekani wanasema sawa, tutashughulikia na Iran kwa sasa, lakini hakika tutarudi kwenye swala hili. Sidhani kama wameacha kabisa uwezekano wa kutekeleza mradi huu ama watarudi au kusubiri hali badilike. Kwa kweli wa Marekani bila shaka ni mchezaji muhimu sana katika uwanja huu, Miroshnik alisema. Na nikwambie tu Ukraine katika vita hivi ndani ya saa 24 amepoteza wanajeshi wapatao 1330 kwenye eneo maalum la operation ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti na wanasema kwenye askari hawa sote wamefariki ndani ya eneo moja, bali ni katika maeneo tofauti. Upande wa kundi la vita la Urusi la kaskazini liliangamiza wanajeshi 225, kundi la vita la magharibi liliangamiza wanajeshi 120, kundi la vita la kusini liliangamiza wanajeshi 150. Kituo cha kundi la vita pia kilifanikiwa kuondoa wanajeshi 340. Kundi la vita la mashariki liliangamiza zaidi ya wanajeshi 365 na kundi la vita la Dnipa liliangamiza hadi wanajeshi 40. Na zaidi ya hayo pia vikosi vya jeshi la Urusi vimekomboa eneo la Lubitskoye katika mkoa wa Zaporizhzhia na kuanzisha udhibiti wa Olgovka katika mkoa wa Kharkov siku iliyopita, wizara hiyo ilibainisha. Na zaidi ya hayo, wanajeshi wa Urusi wameshambulia vituo vya uzalishaji na uhifadhi wa ndege zisizo na rubani pamoja na maeneo ya muda kupelekwa kwa wanajeshi wa Ukraine na mamluki wa kigeni ndani ya saa 24 zilizopita. Kwa hiyo hii ni kwa namna gani ambavyo taifa la Ukraine linaendelea kupata hasara, lakini halitaki kusarenda, bali linaendelea kupambana kwenye vita, japo hasara hizi ni hatari sana kwa nchi yake. Hatari mno, ni hatari mno kwa nchi yake. Sasa nikwambie pia rais wa Urusi Vladimir Putin amewapongeza wanajeshi wa parachuti katika siku ya jeshi la anga, akisisitiza ushujaa wao na ujasiri wao kwenye maeneo yenye uwajibikaji zaidi ya operation maalum ya kijeshi. Anasema mnajivunia majina ya waanzilishi wa jeshi la anga, matendo yasiyokufa na mafanikio bora ya watangulizi wenu, na mnawatazama maveterani kwa mifano ya kuigwa. Acha niguse shughuli za ustadi na za maamuzi zinazofanywa na wanajeshi wa parachuti ambao leo wanailinda Urusi bega kwa bega na wenzao katika operation maalum ya kijeshi, wakionyesha ushujaa na ujasiri katika maeneo ya mstari wa mbele yenye uwajibikaji zaidi. Kama mkuu wa nchi alivyosema, watu wenye umbo thabiti na roho imara yenye tabia isiyoyumba iliyofungwa na mshikamano wa kidugu na usaidizi wa pande zote wamekuwa wakihudumu katika safu za jeshi la anga kila mara. Kiongozi huyo wa Urusi alisema alikuwa na imani kwamba wafanyakazi wa jeshi la anga watatimiza malengo yaliyopewa kwa heshima na kutoa mchango mkubwa katika kuhakikisha uwezo wa ulinzi wa Urusi, uhuru na usalama vinakuwa imara zaidi. Haya ni yale ambayo yameweza kujiri, na natumai utakuwa umefahamu kwa kina kwenye vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kumekuwa na mengi sana na umekuwa ni uwanja wa propaganda na mengi sana kuletwa. Natumai umefahamu.